Kila wakati mtu alipokosekana, baba alikuwa akirudi nyumbani na mshipa usiku wa manane. Mvulana aliuliza kwa udadisi maji mekundu yaliyokuwa chini ni ya nini. Baba alimwambia ni juisi ya nyanya ya kawaida tu. Zaidi ya hayo, kila wakati jirani walipokuwa wamelala, baba alikuwa akitayarisha viungo vya mikate ya siku ya pili usiku wa manane. Duka la mikate la baba lilikuwa na biashara nzuri kila siku. Watu wengi hata walikuja kutoka nje ya nchi kununua mikate hapa. Wanaume walijawa na nguvu baada ya kula mikate hiyo. Ngozi za wanawake zingekuwa laini na laini baada ya kula, lakini baba hakumwambia mvulana huyo ale mikate hiyo. Siku moja, mvulana alichukua kidogo kwa siri. Ladha ya ajabu ilimfanya mvulana atapike mkate mara moja. Miaka 20 ilipita. Mvulana alitaka kujua siri ya mikate hiyo kila wakati. Alienda jikoni lakini hakupata chochote cha kawaida. Baba alikuwa akimfukuza nje ya jikoni kila wakati akitengenezea mkate. Usiku wa manane siku hii, baba alileta mshipa nyumbani tena. Mvulana alimzuia tena na kuuliza kilichokuwa ndani. Hata hivyo, baba bado hakutaka kumwambia. Mvulana alinyakua mshipa na kujaribu kuufungua, lakini baba alimsukuma mvulana mbali. Siku iliyofuata, mvulana alipokuwa akiuza mikate, wateja walikuwa wakijadili kuwa mwanamke alikuwa amekosekana usiku uliopita, na wateja walimwonyesha picha ya mwanamke aliyekosekana. Mchana, mvulana alipokwenda kutupa taka mlangoni, alikuta nguo zilizochafuliwa na juisi ya nyanya kwenye pipa la takataka. Nguo hizi zilikuwa sawa na zile alizokuwa amevaa mwanamke aliyekosekana. Alichukua nguo na akaenda kumtafuta baba yake, lakini baba alizinyakua nguo kutoka mkononi mwake na akazichoma nguo. Kati wa ugomvi, bangili la mwanamke lilitoka kwenye mfuko wa baba. Usiku, mvulana alijificha kwa siri kwenye kona ya jikoni. Muda mfupi baadaye, baba alikuja jikoni na mshipa tena. Mara tu alipokuwa karibu kufungua mshipa, alimwona mvulana akijificha kwenye kona akiangalia kwa siri. Aliwasha bomba la maji na kuigiza kuosha sakafu. Mvulana aligunduliwa na alilazimika kutoka kwenye kikapu. Siku iliyofuata, polisi walikuja nyumbani kwao kuchunguza. Polisi walisema kuwa mwanamke mwingine alikuwa amekosekana hivi karibuni. Wakati polisi walitoa picha, aliona kuwa bangili kwenye picha ilikuwa sawa na ile iliyokuwa kwenye mfuko wa baba yake. Mvulana hakuweza kuvumilia tena. Aliwaambia polisi mambo yote yaliyotokea hivi karibuni. Baba alipotoa kwenye chumba, polisi walimchukua mara moja kwa usaili. Mvulana alidhani alifanya chaguo sahihi, lakini jioni mteja wa kike kutoka dukani alimkuta mvulana. Alimwambia mvulana ukweli wote na akasema kuwa baba yake mvulana huyo alikuwa mtu mwema wa kweli.